Leo katika Jungu la Lolani tunakuletea simulizi za wajane na wakiwa kuhusiana na masaibu wanayokumbana nayo yanayotokana na mambo ya urathi. Niko na shida na wachiwa watoto. Jina naitwa Kazo Katana Konde, nimetoka kwa Kisaumbi. Niko na shida mimi pia. Nikisema muulize yeye mwenyewe amenifisha hapa. Akisema hakuna lako. Sisione wewe unalota muti au minazi. Wengi wao wanakabiliwa na maisha ya uchochole ilhali waliachiwa mali na wenzi wao waliowatangulia. Karibu, mimi ni Lolani Kano. Babu Lolani, twendeni tukalilole jungu la babu, nataka kupakuliwa. Wewe, jungu moto moto, jungu moto moto, jungu la Lolani, jungu la Lolani, jungu la Lolani, wewe. Aha! Koko FM, ladha ya pwani. Hatani hoa. Kila mmoja analoachiwa panapotokea kifo. Kwa watoto na hawana vibarua, wajukuu wanasoma na pesa sina, chakula iko shida nyumbani, mashamba sihangaishwi, lakini chakula na shule. Mbali na majonzi, wengi wao huachiwa majukumu ya malezi ya wana na wajukuu. Nimeachiwa watoto na sina pesa ya kufundisha. Mara zingine wanafukuza na hawana pesa za kulipia shule. Tunakaa hapo nyumbani na sina msaada wote. Na sina biashara yote ambayo itanisaidia pia. Ni serikali tusaidie, kama tunapata pesa itusaidie ili tupate pesa za kusomesha watoto. Nina zugulu na manashoma na sina kitu cha kuwasomeshera. Yakuria ni vya kubuzia. Sina kama reta ni uende kurima kipande beori kuleunga. Nguo zenye sina nikihuhu. Nienda kupone hatu sisi. Tisho mnirisho nasho. Mama huyu ambaye anasimulia kwa Kigiriama ametueleza jinsi anavyokabiliwa na ugumu wa maisha. Inamlazimu kufanya kazi za sulubu ili mradi watoto wake wapate lishe. Na kuna visa vingi vinavyotokana na mizozo inayosababishwa na pesa za urathi. Wanangu alipofariki, hizo pesa alizotoka mimi nilinunua shamba. Nilinunua shamba kwa mtu wa huko kule Mabrikani. Sasa hiyo shamba ilikuwa ni eka 5. Lakini huyo naye alikuwa alinunua kwa mtu naye. Sasa nilivyotaka kwenda pima sasa nijui kwa kuwa yule alikuwa bado hajapima. Nilivyotafuta mtu sasa hawa watu wa survey niende nikapimiwe. Nilipofika hapo nyumbani hao wenyewe wakasema haiwezekani. Hiyo shamba imepaka hapa na huyo mwenyewe naye alisema haikupaka hapa imepaka huko. Huyo mwenye kuuza alikufa. Huyo alikuwa bado yuko hai. Sasa wakagombana hapo, walipogombana mimi nikamwambia simwajua nyinyi baba yenu aliuza eka 5. Sasa hakuna shida nitaangalia mtu wa survey alafu aje apime hizo eka zangu 5 tuachane. Nilivyopata yule mtu alivyoenda, hao watu wakatoroka wote. Na sio wajane tu, bali kuna wanaume ambao wanaingia katika maisha ya ukiwa kutokana na mambo hayo ya urathi. Nilipokonywa shamba yangu na Charo Ngala. Na shamba ilinunuliwa na baba, alafu mimi nikawa nikili mdogo. Yeye akasema baba yangu Ngala hana ndugu zake wadogo. Na nilikuwa niko hapo. Sasa akaenda kuchukua watoto Didi Kilifi anayo. Sasa mimi nitafanya nini na sina kitu. Na kuna visa vingi ambavyo husababishwa na athari za ukewenza ambavyo vinawakabili wajane na wakiwa. Mmekuwa tu wawili
Sasa yule mwenzangu akienda na vile vitu vya bwana tukigawanya, tukigawanya kila mtu akipatia yake. Haya, hapo hana mtoto ambaye anasema hapa hakuna chako. Hapo mmekuja kama nani? Hapa mmekuja kama mmekuja kivipi? Nikisema muulize mwenyewe amenifisha hapa. Akisema hakuna lako. Sisione wewe unalota muti au minazi. Sasa ile miti tumegawanya, miti ni ya bwana. Hao makichukua na mimi yangu anataka machukue na pamoja na minazi yangu. Machukue. Hakuna lako hata kama kidogo hapo. Ndio shida yangu, tukanwa saa yote na kitu ni changu mwenyewe. Ni minazi wa jema na kula, mimi nikisema anasema utachoka, hakuna chako hapa. Na shida yangu ni kama nimeolewa na bwana mwenye bibi tayari. Na bwana akafa, yule bibi mwingine naye akafa, nikaachiwa wale watoto wa bibi mwenzangu. Sasa walinikoroga kutoka mwanzo, sasa nimechoka. Nikaona kichini chini ya kwamba hata ile barua ile kadi ya kwamba ya mazishi nikawe nitakosa kabisa ile kadi. Lakini nikafanya bidii mpaka nipata ile kadi. Baada ya kupata kadi ikawa sasa ni fitina za kwamba kuna wengine ambao wananipiga vita kuhusu ile shamba. Sasa nikaendelea hata vile vitu vya mule shambani, nikawa wale wake wa bibi mwenzangu hawataki niguse kabisa. Nikavumilia hivyo hata watoto wangu wanasoma kinaga ubaga hata saa hii. Lakini nikaendelea mpaka saa nyingine nikaambiwa nitafute ile namba ya pale. Ikawa mkorogo, wakawa hawataki yani kuitoa ile namba. Namba nimepata juzi tayari. Namba ya pale shambani. Kuipata juzi nikaipeleka kwa sub chief kwa ili apige simu kwa ile ofisi ya landi ili ipatikane ile title deed. Ilikuwa tumko mabibi wawili. Yule mwenzangu wakati kiandikwa ratiba ya mazishi amechukua mtoto wangu akamwandika kama yeye ni mtoto wake alemzaa, na akitaka kuwa yule mtoto hana haki ya kurithi kile cha babake. Hata karatasi yake ya mazishi pia amekataza. Hawezi akapata msaada palipopote akiwa hana hiyo karatasi. Sasa tukapigania kesi, wakaambiwa kuwa huyo mtoto ana haki ya kupeanwa hiyo karatasi, lakini familia imekataa kabisa. Wengine wanakabiliwa na matatizo chungu nzima ambayo yanatokana na mizozo ya ardhi. Mimi nimeolewa kijiji kimoja, lakini nilipofika huko nimekaa muda na sikuganyiwa shamba. Bwanangu akakaa mpaka na yeye pia akafariki. Tukifika pale nyumbani, maana tulikuwa tunaishi Mombasa, alafu tukifika pale nyumbani tunakatazwa shamba kabisa. Hata likachukuliwa hilo shamba lilokuwa limewekewa bwanangu wakalipanda tena minazi. Sasa hivi babangu alikuwa bado ni mzima, akaja akaniambia, mwanangu, hapa hutapata kitu, rudi kwenu. Hasa akaniregesha kwetu. Hata hivi niko kwetu kwa kuzaliwa. Huyo Jeremia Mbogo basi ndiye baba wa kunizaa mimi. Kwa baada nimeacha niko kwetu. Huko kwetu nako baba akanigawanyia urithi. Minazi akanigawanyia 11. Na shamba pia akanigawanyia. Sasa kule nako wananizuzua watu huko upande wa Chanagande huko. Ndio nikienda basi hata kulima kwenyewe ile shamba halitoi chochote, wamezika mawe, wamezika vitu vingi, sababu sijui ni nini, ili nisipate chakula. Jamani, angalieni jamani, tuangalieni sisi wajane. Alinunua shamba yeye na babake, lakini shida ni title deed. Title deed itolewa na watu wengine. Sasa yeye mwenye shamba hajui kama afanyeje. Sijui kama alitoa kwa ajili gani. Sasa mimi shamba langu shida ni title deed tu basi. Matokeo yake ni kuteseka kwa watoto ambao hawana hatia. Mimi na shida na watoto
wajukuu wangu hawasomi, na mtoto wa darasa la 8 anasoma lakini kitabu, na mimi nimefeliwa ni bwana. Chakula ni shida. Mtoto wangu wa kwanza amekatika vidole, na yeye na watoto hana kazi yoyote. Mimi kama mama mjane ninapitia changamoto sana. Kutoka bwanangu afariki 2010, ameniachia watoto 6 na walikuwa wale wawili wako standard 7. Basi alipokuwa ameondoka mimi nimepata shida, na wale watoto wawili walipomaliza darasa la 8 wanatakana kwenda secondary. Walikaa mwaka mmoja nyumbani. Kazi ni hizi za kufulia, kupiga mjengo, pesa hazifiki. Nikaondoka kenda kupasua kuni, nikauza, ndio nikapata nafasi ya kuwapeleka secondary hawa wawili. Nimekaa hapa mji wa Kilifi na zaidi ya miaka 10 na kitu. Nimezaa watoto wangu 7, nikaachana na mume wangu na akaenda Mombasa. Yeye amepata ajali tu. Alikuwa anafanya pale Mtwapa, akapata ajali. Sasa mimi nikaona kukaa jaribuni, niko peke yangu. Nikabeba watoto nikaja hapa Kilifi. Naangalia vibarua vyangu ni vya kufulia watu. Nikifika manyumba nipewe chakula, nifue, nikasomesha watoto wangu. Mwanangu alikufa kutoka mwaka wa 2004 mwezi wa 3. Lakini kwanza watoto hapo, wakati huo watoto wangu hawakuweza kusoma kabisa. Wale waliacha class 7, wale class 6, hata hakuna alioenda mbele. Hata wengine wameolewa wakiwa wadogo kwa sababu ya maisha yalikuwa magumu. Mpaka sasa hata sina maisha mazuri, ni yale ya kuteseka, sina bwana, watoto hawana vibarua, ni mateso tu kila wakati, kuteseka tu. Kuna mjane mmoja ambaye alikubali kurithiwa ili asinyang'anywe mali. Kumbe mumewe alipata utajiri kutokana na mambo ya kishirikina. Baada ya wiki moja tu, mume mpya ambaye alimrithi na kurithi mali yote ya marehemu ndugu yake alitoroka mwenyewe wakati alipokabiliwa na jukumu la kulisha joka kubwa sana ambalo lilikuwa katika moja ya vyumba vya kasri hiyo. Alitoroka mwenyewe. Alitoka mwenyewe mbio. Ungana nami tena wiki ijayo katika makala mengine ya Jungu la Lolani. Mimi ni Lolani Kali. Ladha ya Pwani. Hatani hoa. Coco FM, ladha ya Pwani.